Karibu katika Damu Inayosema, mfululizo wa makala yanayochunguza vifo vya kiroho, vifo vilivyotikisa Biblia, vifo ambavyo havikuwa tu ni mwisho wa maisha bali ni ujumbe wa milele. Leo tunaanza na kifo cha kwanza kabisa katika historia ya wanadamu, kifo cha Habili. Habili alikuwa mwana wa pili wa Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walikuwa wazazi wa kwanza kabisa wa wanadamu. Habili alizaliwa katika dunia iliyokuwa bado inajifunza kuishi nje ya Edeni. Hii ni baada ya dhambi ya kwanza kabisa kuweza kutokea. Familia yake ilikuwa ya kwanza kabisa kukubaliana na ugumu wa maisha, jasho la usoni, pamoja na maumivu ya kuishi bila ya neema ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Kaka yake Habili aliyefahamika kama Kaini alikuwa ni mkulima, lakini Habili yeye alichagua kuwa mchungaji wa kondoo. Alipenda sana utulivu, aliheshimu sana uumbaji, na zaidi ya yote alikuwa ni mtu wa ibada ya kweli. Wakati ulipofika wa kutoa sadaka kwa Mungu, Habili alileta wanyama wa kwanza bora zaidi kutoka kwa mifugo yake. Sadaka yake ilikubaliwa. Kaini kwa upande mwingine alileta mazao ya ardhi, lakini moyo wake haukuwa safi. Mungu alikubali sadaka ya Habili, na Kaini akajawa na wivu, hasira na giza moyoni mwake. Katika uwanja wa shamba, mahali pa utulivu, Kaini alimuua ndugu yake. Damu ya Habili ilimwagika ardhini. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 10. Mungu akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalililia kutoka ardhini. Hili lilikuwa tukio la mauaji ya kwanza, kifo cha mtu asiyekuwa na hatia, kifo cha mtu wa imani. Na tangu siku hiyo basi historia ya wanadamu ikawa ni ya maumivu, wivu na dhambi. Lakini Habili hakusahaulika. Katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 mstari wa 4 tunaambiwa kwamba ingawa alikufa bado anasema, damu yake ni ushuhuda wa haki, ni sauti ya imani, ni kilio cha wale ambao wanateswa kwa sababu ya ukweli. Tunapofunga makala haya, hebu tutulie kwa dakika chache na kutafakari kwa kina. Habili hakufanya makosa. Alimtolea Mungu sadaka ya kweli kutoka kwa moyo wa ibada. Lakini hata hivyo aliuawa. Kifo chake kinatufundisha kuwa mwenye haki sio kinga dhidi ya mateso. Lakini pia kinatufundisha kwamba Mungu huona, husikia na hukumbuka. Basi tuweze kuangalia maswali ya kutafakari. Swali la kwanza: je, sadaka yangu kwa Mungu hutoka kwa moyo wa kweli au ni mazoea tu? Ninapokumbana na wivu au chuki kutoka kwa wengine, je, najibu kwa imani au kwa hasira? Je, ninatambua kwamba hata kimya cha wenye haki kinaweza kusema mbele za Mungu? Je, niko tayari kusimama kwa ajili ya haki hata kama itanigharimu? Basi tuweze kuangalia baadhi ya mafunzo ya kiroho kutokana na historia yake Habili. Jambo la kwanza, Mungu huangalia moyo, sio tu matendo ya nje. Sadaka ya Habili ilikubaliwa kwa sababu ya moyo wake kuwa safi. Wivu ni mbegu ya mauaji. Tunapaswa kukemea mapema kabla haijakomaa. Damu ya Habili ni sauti ya ushuhuda kwamba imani ya kweli haifi hata ikikumbwa na mauti. Jambo la mwisho ni ya kwamba kifo chake Habili kinatufundisha kwamba Mungu ni mtetezi wa haki hata baada ya maisha haya ambayo tunayaishi. Basi
tumeweza kujifunza mambo hayo, tuweze kufanya sala ya kufunga makala haya. Mwenyezi Mungu wa haki, tunakuja mbele zako tukitafakari maisha ya kifo cha Habili. Tunakuomba utupe mioyo ya ibada ya kweli, mioyo isiyojawa na wivu na chuki. Tufundishe kutoa sadaka zetu kwa unyenyekevu na imani. Tunakuomba utulinde dhidi ya roho ya Kaini, roho ya hasira, wivu na mauaji. Tuongoze kuwa mashahidi wa haki hata katika kimya chetu, na kama Habili tunakuomba damu yetu iseme mema mbele zako, ushuhuda wa haki, wa upendo na wa uaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunasali. Amina. Asante sana kwa kuweza kuungana nami katika makala ya kwanza, ambayo ni makala ya damu inayosema kifo cha Habili ni kilio cha haki, na ni mwaliko wa kutafakari maisha yetu. Katika makala yajayo tutakuwa tukichunguza kifo cha Uria. Uria alikuwa ni askari mwaminifu aliyeuawa kwa hila ya kifalme. Mpaka wakati huo basi, tembea katika nuru ya imani. Jina langu ni Emmanuel Katasim.